Sasa leo mada ilikuwa ni mwanamke mwema, na tunasoma kitabu cha Mithali chapter 19 verse number 14. Biblia inasema, nyumba na mali ni urithi apatayo mtu kwa babaye, bali mke mwenye busara mtu upewa na Bwana. Kwa hivyo nyumba na mali hizo ni vitu ambazo tunaweza tukapata kwa wazazi. Hizo ni inheritance ambazo tunaweza tukapata kutoka kwa wazazi, nyumba pamoja na mali. Lakini mke mwenye busara, huyo anapewa na Bwana. Ni ngumu sana kupata mke mwenye busara. Kwa hivyo mke mwenye busara mtu tu anapewa na Bwana. Kwa hivyo Biblia ikisema mke mwenye busara, huyu si mwanamke tu wa kawaida. Mke mwenye busara, mke mwenye busara ni mke ambaye amejaa roho wa Mungu ndani yake, mke ambaye anabeba Kristo. Unasikia anaitwa mke mwenye busara, mke ambaye anamjua Mungu, anamcha Mungu. Huyo anaitwa mke mwenye busara. Kitabu cha Mithali 16 verse number 21 inasema, aliye na hekima moyoni ataitwa mwenye busara. Aliye na hekima moyoni ataitwa mwenye busara. Kwa hivyo mke mwenye busara kwa Biblia ni mke ambayo ako na hekima moyoni. Mke mwenye busara, kitabu cha Mithali 16:21, aliye na hekima moyoni ataitwa mwenye busara. Kukuwa na hekima moyoni inamaanisha nini? Wakorintho wa kwanza 1:24. Biblia inasema, bali sisi 24, Biblia inasema, bali kwa waitwao Wayahudi kwa Yunani ni Kristo nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Narudia tena, bali kwa waitwao Wayahudi kwa Yunani ni Kristo nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Kwa hivyo aliye na hekima ataitwa mwenye busara. Huyu ni mtu ambaye ako na Kristo, kwa maana Kristo ndio hekima ya Mungu. Yesu Kristo ndio hekima ya Mungu. Kwa hivyo mke mwenye busara ni mke ambaye amebeba Kristo ndani yake. Huyu anaitwa mtu mwema, mke mwema. Huyu ambaye amebeba hekima ndani yake, huyo ndo mke mwema. Yani ako na busara, amebeba Kristo ndani yake. Sasa hapo ndo unasenga Biblia inasema kwa Mithali 18 verse number 22 ya kwamba apataye mke apata kitu chema, na atajipatia kibali kutoka kwa Bwana. Kwa hivyo mke ambaye ako na busara, huyo ukipata, Biblia inasema ya kwamba umepata kitu chema. Ukipata huyo umepata kitu chema. Hiyo ni kitabu cha Mithali 18 verse number 22. Biblia inasema apataye mke anapata kitu chema. Huyo si mwanamke wa kawaida, huyo ni mke mwenye ako na busara. Kwa hivyo zile vitu ambazo Mungu anapeanga vitu ambazo ni the best. Mungu apeangi watu vitu ovyo ovyo, anapeanga watu vitu ambazo ni the best. Kitabu cha James ni kitabu cha Yakobo kwa Kiswahili 1:17. James 1:17 inasema, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Every good and perfect gift comes from above. Kwa hivyo Mungu anapeananga vitu ambazo ni good and perfect. Kwa hivyo mwanamke mwema utoka kwa Bwana. Bwana ako above. Kwa hivyo anapeana mwanamke mwenye ako na busara. Huyo ndo mwanamke mwema, si mwanamke yote tu. Ndio unasikia Biblia inasema Mithali 12:4. Proverbs 12:4. Mwanamke mwema ni taji ya mumewe, bali aibishaye ni kama kuoza mifupani mwake. Kwa hivyo ukipata yule mwanamke ambaye si mwema, hujue ya kwamba wewe mwanaume ni the same
na yule mwanaume ambaye ako na ugonjwa ya kansa. Tuangalie kitabu cha Proverbs 12 verse number 4. Tuangalie kwa English, kwa version ya Good News. Good News imeiweka smart sana kwa ile language ambayo inaeleweka. Good News, Proverbs 12 verse number 4 inasema, a good wife is her husband's pride and joy, but a wife who brings shame on her husband is like a cancer in his bones. Kwa hivyo mwanamke si mwanamke tu. Ukipata mwanamke ambaye anakuletea aibu, shame, Biblia inasema wewe ni kama uko na ugonjwa ya kansa. Ni kama uko na ugonjwa ya kansa. Kwa hivyo wakati tunachagua mwanamke, chagua mwanamke wisely. Usiende na kielele, ukuchagua mwanamke wisely. Kwa sababu mwanamke mwema, ujue ya kwamba huyo ni kama taji kwa mumewe. Lakini mwanamke mbaya ni kama ugonjwa ya saratani. Kwa hivyo wanaume wengi wanaugua tu sana huku. Wanaume ambao wameangukia wanawake wabaya ni kama wanaume ambao wako na kansa, ugonjwa wa kansa. Na tena ujue Biblia inasema Proverbs 31 verse number 11. Bado tunaangalia kitabu cha Good News version. Proverbs 31 verse number 11. Inasema ya kwamba a husband puts confidence in her and he will never be poor. Kwa hivyo mwanamke mwema mzee akipata anaweka trust yake kwake, confidence yake inakuwa kwake, na huyo mwanaume hawezi kuwa maskini. Kwa hivyo mwanamke mwema ukipata hawezi kuwa maskini, huwezi. Lakini ukipata mwanamke ambaye si mwema, nakwambia umasikini itaingia kwako. Umaskini itaingia kwako. Ukipata mwanamke mwenye si mwema, yeye atakuwa natapanya zile mali ambazo ulitengeneza. Yeye akikuja ni kuzitumia vibaya, hata jui ulitengeneza namna gani, atazitumia carelessly. Lakini ukipata mwanamke mwema, yeye atakusaidia kujenga. Ndio maana Biblia inasema Proverbs 14 verse number 1, kila mwanamke aliye na hekima hujenga nyumba yake. Kila mwanamke aliye na hekima hujenga nyumba yake, bali aliye mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Kwa hivyo mwanamke mpumbavu anabomoanga nyumba yake. Mwanamke mpumbavu anabomoa nyumba yake. Mwanamke mpumbavu anabomoa nyumba, bali mwanamke mwenye hekima anajenga nyumba yake. Mwanamke mpumbavu anabomoa, bali yule mwenye ako na hekima anajenga nyumba yake. Proverbs 31:25. Proverbs 31:25. Bible inasema she is clothed with strength and dignity, and she can laugh at the days to come. Kwa hivyo yule mwanamke mwema ako clothed na strength na dignity. Yeye avangi kama wale wanawake wengine. Yeye anakuwa clothed na strength and dignity. Kukuwa clothed na strength and dignity inamaanisha kwamba mavazi yake ni mavazi ya heshima. Avangi kama wale wanawake wengine. Ndio kitabu cha 1 Peter 3 verse number 3 inasema, kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yaani kusuka nywele, kujitia dhahabu, kuvalia mavazi, bali kuwe utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika, yaani roho ya upole na utulivu iliyo thamani kuu mbele za Mungu. Kwa hivyo mapambo ya mwanamke mwema ni mapambo yasiyoharibika, yaani roho ya upole na utulivu. Mwanamke mwema anajipamba kwa mapambo yasiyoharibika, roho ya upole na utulivu. Hiyo ndio iko na thamani kuu mbele za Mungu. Kwa hivyo roho ya upole na utulivu ni tu roho wa Kristo. Kitabu cha Matthew 11 verse number 29 inasema, jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nani mtapata raha nafsini. Kwa hivyo Yesu anasema yeye ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Na hapa Bible inasema kwa 1 Peter ya kwamba anajipamba kwa mapambo yasiyoharibika, yaani roho ya upole. Kwa hivyo ni Kristo na utulivu. Kwa hivyo yeye avangi kama wale watu wengine. Yeye anajipamba kwa Kristo
avai kama hao watu wengine. Kwa hivyo mwanamke mwema mtu akipata, ujue ya kwamba amepata kitu chema. Ndio Bible inasema Proverbs 31:23, a husband is respected at the city gate where he takes his seat among the elders of the land. Kwa hivyo mwanamke mwema anafanya hata mzee wake anaheshimiwa barazani pa wazee, anapata heshima tu. Na Proverbs 31:17 nasema she is a hard worker, strong and industrious. Kwa hivyo mke mwema anafanyanga kazi kwa bidii, akona nguvu sana. Yeye si kama wale watu wengine, anafanya kazi kwa bidii na akona nguvu sana. Proverbs 31:27 inasema she watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. Kwa hivyo mwanamke mwema anaangalianga mambo ya nyumba yake na yeye sio mvivu. She does not eat the bread of idleness. Anaangalianga mambo ya nyumba yake. Lakini yule mwanamke ambaye si mwema, yeye aangaliangi mambo ya nyumba yake na anakuanga na uvivu sana. Ndio maana Bible inasema 1 Timothy 5:8, lakini mtu yeyote asiyetunza walio wake, yani wale wa nyumbani mwake asa, ameikana imani, tena ni mbaya kuliko mtu asiyeamini. Kwa hivyo yule mtu ambaye, mwanamke yule ambaye atunzi nyumba yake, Biblia inasema kwamba ameikana imani, ni mbaya hata kuliko mtu ambaye asiyeamini. Sasa kwa hivyo kitabu cha Tito 2:3, wanawake wanaonywa. Tito 2:3, Biblia inasema vivyo hivyo na wazee wa kike wawe na mwenendo wa utakatifu, wasiwe wasingiziaji, wasiwe wenye kutumia mvinyo nyingi, bali wafundishao mema, ili wawatie wanawake vijana akili, wawapende waume zao na kuwapenda watoto wao, na kuwa na kiasi. Kukuwa na kiasi wanakuanga na self control, kukua kiasi na kukua safi, kufanya kazi nyumbani mwao na kuwa wema na kuwatii waume zao, ili neno la Mungu lisitukane. Kwa hivyo yule mwanamke ambaye ana self control, yeye si msafi, afanyi kazi, yeye si mwema na atii mzee, huyo mtu anafanyanga jina la Mungu litukano. Anafanyanga jina la Mungu litukano. Kama afanyi hizo vitu, anaibisha jina la Mungu. Kwa hivyo ni onyo kwa wanawake. Hiyo ni onyo kwa wanawake. Sasa Biblia inasema, kitabu cha Colossians 3:18, ninyi wake watiini waume zenu kama ipendavyo katika Bwana, na nyinyi wanaume wapendeni wake zenu na msiwe na uchungu na wao. Kwa hivyo hiyo ni agizo kutoka kwa Bwana, kitabu cha Colossians 3:18 na 19, ya kwamba hao wanawake watii waume zao kama ipendezavyo katika Bwana. Kwa hivyo kwa Bwana inapendeza ya kwamba watii waume zao, watii. Kwa hivyo wakati ambapo watii, wanafanya jina la Mungu linatokana, na wanaume nao wanaambiwa wapende wake zao. Sasa ndio kitabu cha Psalms 119:17, Biblia inasema be good to your servant while I live, that I may obey your word. Be good. Daudi anaambia Mungu, be good to your servant while I live, that I may obey your word. Sasa relationship ya Kristo na kanisa inakuwa compared na relationship ya mwanamke na mwanaume. Sasa kama vile Daudi anaambia Mungu, be good to your servant so that I may obey your word. Kadhalika naye mwanaume pia anaambiwa be good to your wife so that she may obey your word. Sasa mtu akipata mke mwema na mwanaume pia ni mwema, hapo ndipo baraka za Mungu zinakaanga. Kitabu cha Zaburi 133:1-3, Biblia inasema tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza
ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta mazuri kinywani, yashukayo ndevuni za Aroni, yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake. Verse number 3. Kama umande wa Hermoni ushukao milimani pa Sayuni, maana ndiko Bwana aliko amuru baraka, naam, uzima na milele. Kwa hivyo mahali kuna umoja, watu wanakaa pamoja, huko ndo Bwana ameamuru baraka zake. Mahali ambapo kuna umoja, mahali ambapo kuna umoja inamaanisha nini? Na watu wanakaa pamoja inamaanisha nini? Kitabu cha 1 Peter 3 verse number 8, Biblia inasema neno la mwisho ni ili muwe na nia moja. Kwa hivyo na watu wanakaa pamoja, wenye kurumiana. Kwa hivyo wale watu ambao wanarumiana wanakaa pamoja, wenye kupendana kama ndugu. Kwa hivyo wanapendana, wasikitivu na ni wanyenyekevu. Kwa hiyo nyumba wananyenyekea, ni watu wasiolipa baya kwa baya, walipangi mabaya kwa baya, wala lahumu kwa lahumu. Hizo blames hakuna, bali wenye kubariki, kwa sababu hiyo ndio mlioitiwa ili mridi baraka. Kwa hivyo ili baraka ikae kwa hiyo nyumba, wakuwe na nia moja, wakuwe wenye kurumiana, wapendane, wakuwe wanyenyekevu, wasikuwa watu kulipa mabaya kwa mabaya, wasikuwa watu kulaumiana, bali kuange tu wenye kubariki. Kwa hivyo wakifanya hivyo, baraka za Mungu zinakaa ndani ya hiyo nyumba. Proverbs 31:12, Biblia inasema, Mithali 31:12, mwanamke mwema umtendea mema wala si mabaya siku zote za maisha yake. Anatendeanga mume wake mema wala si mabaya siku zote za maisha yake. Na pia ongeangi kama wanawake wengine, yeye anaongea akiwa na wisdom. Mwanamke mwema anaongea akiwa na wisdom. Kitabu cha Proverbs 31:26, Biblia inasema she speaks with wisdom and faithful instruction is on her tongue. Kwa hivyo she speaks with wisdom. Mwanamke mwema anaongea na hekima. She speaks with wisdom and faithful instruction is on her tongue. Anaongea akiwa na wisdom ya hali ya juu. Anaongea na wisdom ya hali ya juu. Sasa hiyo Biblia ni kidogo, na hiyo ndio tuliongelea jana.